Mwanamume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani. Aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8,000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa wakifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu, wafanya usafi na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi, ambapo muhanga yule, kwa sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekoture. Lakini ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6:30 za mchana, basi kijana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sekoture. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter, mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku huko Mwakitorio mkoani Shinyanga, mtuhumiwa Hamisi Juma Musa, miaka 27, ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela, pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya tukio hilo katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani. Pia tuweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Mgoko, naye ni bouncer, kijana mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya Ilemela, naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wa hali ya juu kwa kijana huyo kwa sababu tu ya kumdai shilingi 8,000, wameweza kutiwa mbaloni. Uchunguzi unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.